Ni kuhusiana na mkesha wa mwaka mpya. Naam. Ambao utafanyika Ngarenaro. Nimeona matangazo mengi. Labda kwa nini ukawaza kufanyia katikati ya mji na sio huku mlima wa Maombi kama ambavyo mara nyingi imekuwa ni desturi ya watu wa huku? Naam. Tunafanyia pale Ngarenaro. Unajua kila kitu kwenye hii huduma unafuata maelekezo. Yeah. Kuna wakati ambao unatakiwa urushe Jarife mpaka Kilindini. Sawa. Then ikatoe kile kitu ambacho Mungu anataka itolewe. Yamkini kuna mtu ambaye hajui nguvu ya Mungu inayofanya kazi hapa. Na labda hicho kigezo, labda mfano cha umbali na kadhalika, inaweza ikawa kifungo. Sawa. Lakini mkesha huu utakapofanyika kwenye viwanja hivi vya shule ya msingi Ngarenaro au viwanja hivi vya sekondari Ngarenaro, na maana atapata urahisi. Nguvu kubwa ya Mungu katika huu mlima wa Maombi imefanya maajabu mengi sana kwenye maisha ya watu. Sasa unapowaambia tu pengine wanasikia kwa mbali, ni vizuri hiyo nguvu ya madhabahu hii ya mlima wa Maombi wakaenda kuishuhudia wenyewe. Hiyo tarehe 31 kuingia tarehe 1. Na unajua kuna siri kubwa hapa, kwa sababu Yesu aliwaambia wanafunzi msitoke mjini. Kaeni kwanza hapa mjini mpaka mvikwe nguvu. Kwa hiyo mjini wakati mwingine Mungu anaweza kukuweka kwa kusudi fulani kufanya jambo fulani litokee. Kama ambavyo anatupeleka mjini pale shule ya msingi Ngarenaro, wanaita Ngarenaro Complex, kwa ajili ya huu mkesha ambao unaitwa mkesha wa kinabii wa kutabiria mwaka 2026. Unajua kuna watu wengi maisha yao yamekuwa yakitabiriwa na watu. Lakini wao wenyewe, kila mtu ni nabii wa maisha yake. Wewe una uwezo wa kusema mimi nitakuwa hivi na ukawa. Ndivyo Biblia inavyosema. Sasa badala tu ya kusubiri utabiriwe, nataka Mungu anipe mwongozo unaofaa na ufunuo unaofaa, ili kila mtu aende akatabirie huo mwaka wa 2026. Autabirie mema, autabirie vile utakuwa, na sio watu wengine wautabirie. Kwa hiyo hiyo mkesha ni mkesha ambao unajua ni usiku ambao watu wanaishi miaka miwili ndani ya usiku mmoja. Kabisa. Unaishi mwaka 2025, lakini wakati huo utaishi mwaka 2020 na mwaka 2026. Utaishi mwaka 2026. Kwa hiyo ni usiku ambao ni usiku mmoja, lakini na miaka miwili usiku huo. Na ndio maana tunasema mkesha ule tunaenda nao mpaka asubuhi. Tukifika pale asubuhi pale ndio tutahitimisha tukiwa tumeona mwanga na mwangaza wa mwaka 2026. Okay. Na tafsiri ya mwaka 2026 manake unagawanyika kwa mbili, tofauti na mwaka 2025. Naam, inagawanyika kwa tatu, inagawanyika kwa mbili. Lakini pia unajua namba 6 ina maana. Ina maana kimungu pia, kwamba siku ya 6 kabisa ndio Mungu alimuumba mtu. Biblia inasema Mungu alifanya kazi siku ngapi? 6. Lakini siku ya 7 akapumzika. Kwa hiyo ina maana ni namba ya kazi. Ni namba ambayo ni ya kazi, ni namba ya utawala, ni namba ya mamlaka, kwa sababu hapo alipomuumba hiyo siku ya 6 ndio Mungu alitamka neno, nenda ukatawale, nenda ukamiliki. Kwa hiyo ukiangalia tumekuwa na kongamano la siku 12 ambalo limeishia leo, ambalo lilikuwa lina ujumbe unaosema kumiliki mwaka 2026. Na kwa siku zote 12 kila siku tumekuwa tukiombea mwezi husika wa mwaka 2026. Kwa hiyo ukiangalia kwa jicho la kinabii na kwa jicho la kiroho na kwa jicho la kisayansi, utagundua kwamba mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wa tofauti. Utakuwa ni mwaka wa tofauti sana sana kuliko wengi wanavyofikiri na wanavyotarajia. Yako mambo yatafanyika 2026 yatashangaza wengi. 2026. Mwingine anaweza kusema mwaka 2025 kwenda 26 ni vile vile, hakuna utofauti, kwa sababu hakuna kitu kinachobadilika. Kama ni Jumatatu ni vile vile, kama Jumanne ni vile vile, kama ni mwanga usiku na mchana ni vile vile. Kwa hiyo kinachobadilika ni mtazamo tu. Kwa hiyo tunakwambia bwana, hata kama nisipoenda hivi vitu vya kawaida mimi nitaishi, nimeishi miaka yote hiyo. Hiyo ni lugha ya mtu asiyejua nguvu ya namba. Number 1. Mtu asiyejua nguvu ya namba. Sawa. Ndio maana leo hivi ukiamua kusema Jumapili pia watu hao wanaingia maofisini na wanafanya kazi kama Jumatatu,
utaelewa vurugu ya hii dunia itakavyokuwa. Kwa nini? Kwa sababu umegusa namba. Yani ukishagusa tu namba utaelewa kwamba kuna nguvu ya namba au hakuna nguvu ya namba. Ni rahisi kuongea lakini namba zina nguvu. Mfano ukisoma katika Biblia utaona kwamba Mungu aliitumia sana namba 12. Alitumia namba 12 kwa maana ya kwamba masaa ya mchana ni 12, masaa ya usiku ni 12. Kabila za Israeli ziko 12. Milango ya mbinguni iko 12. Wanafunzi wa Yesu wako 12. Na mwaka una miezi 12. Utaiona namba. Sasa mtu akisema kwamba huo mwaka utakuwa kama huu, anakosea. Hata mimi mwaka uliopita na mwaka huu ni tofauti. Vitu nilivyovifanya, maisha niliyoishi pia ni tofauti. Na kuna miaka mingine ambayo naelewa jinsi ambavyo yalikuwa machungu kwangu. Na kuna miaka mingine ambayo naelewa jinsi ambavyo yalikuwa na wepesi fulani kwa sababu ya ile namba iliyokaa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kitu tu cha kusema ni kwamba namba zina maana. Mtu asifikirie kwamba 2026 itakuwa tu kawaida kama ilivyo kwa 2025. No, atakuwa anajidanganya sana. Kwa sababu kama ni hivyo basi isingekuwepo na hiyo namba. Yaani unajua ingekuwa ni hivyo, akusingekuwa na haja ya kuwepo mwezi na mwaka wala siku wala masaa. Na isingekuwepo pia hata wewe usingejua umri wako. Kwa hiyo kitu ina maana sana. Ukisoma mfano katika Isaya ile 60 utaona inazungumza kwa habari ya mwaka uliokubaliwa. Manake huwa sio kila mwaka umekubaliwa. Kuna miaka mingine ambayo ni miaka ya adhabu, kuna miaka mingine ambayo ni miaka ya mateso, ya utumwa, lakini kuna miaka ambayo Biblia inasema ni miaka ya kuachiliwa. Yaani hata kama Biblia inasema hata kama ulikuwa umemtumikisha mtu kwa kipindi chote, akifikisha mwaka wa 7 anasema muachie awe huru, au akifikisha mwaka wa 6 iwe ndio mwaka wa mwisho wa yeye kuwa kwenye utumwa. Kwa hiyo kuna watu ambao 2026 ndiyo namba inawabeba ikawe mwisho kwao katika mambo mbalimbali. Ndio maana hata rais kuna sherehe zikifikiaga anasema jamani, wamekaa hao waachieni, tumetoa msamaha wa bure. Yes. Yaani nafika mahali inasemekana rais anasamehe wafungwa. Waliokaa labda miaka fulani, kwa sababu ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kisayansi inafahamu kuhusu nguvu ya namba. Tunazungumzia nguvu ya namba. Sasa mkesha utaanza saa ngapi? Mkesha huu unaanza mapema kabisa. Saa 1 kamili mkesha unakuwa umeshaanza. Ndio maana tumesema milango iko wazi pale kuanzia saa 10. Sawa. Kuanzia saa 10 za jioni milango inakuwa iko wazi ya ule uwanja wa Ngarenaro Complex au uwanja wa shule ya msingi Ngarenaro. Milango inakuwa wazi kwa ajili ya Mungu kuhudumia maisha. Usalama utakuwepo? Usalama upo. Tuna ulinzi kutoka jeshi la polisi, lakini pia tuna kampuni za ulinzi. Kwa hiyo kwa sababu unajua siku hiyo kuna matukio sehemu nyingi, kwa labda pengine tunaweza tusipate polisi wengi wa kututosha, lakini tumechukua kampuni ya ulinzi ambayo iko hapo. Kazi yake itakuwa ni kusimamia mambo ya ulinzi na usalama ikishirikiana na jeshi letu la polisi.